Mshike ambayo imetanda katika mji wa Mwingi kufuatia mauaji ya watu 8 juma lililopita. Maandamano makubwa yamezuka baada ya kijana wa umri wa miaka 14 kudaiwa kuuawa kwa kukatwa kwa panga, tukio ambalo limesababisha wenyeji kufunga barabara kuu ya Nairobi kuelekea Garissa, huku polisi wakilazimika kutumia nguvu na vitoa machozi kutawanya umati wa waandamanaji waliojawa na hamaki. Mwanahabari wetu Michelle Mwangi na kina cha taarifa hii. Mji wa Mwingi leo umegeuka kuwa uwanja wa vita, huku hali ya hewa ikitawaliwa na harufu ya vitoa machozi. Wakazi waliojaa hasira walifunga barabara kuu ya Nairobi kuelekea Garissa. Katika picha zilizonaswa, baadhi ya waandamaji wanaonekana wakitupa mawe na kuharibu magari yaliyokuwa yakipita eneo hilo. Hali iliyozidi kuathiri usafiri na kuzua hofu miongoni mwa wasafiri. Leo hakuna magari zimepita za Garissa, kutoka Garissa kwenda Nairobi, kutoka Nairobi kwenda Garissa. Na biashara imekuwa mbaya kabisa njuu. Hii barabara tunaitumianga sana. Hali hii imechochewa na hasira za wananchi wanaodai haki kufuatia mauaji ya watu 8 katika vijiji vya Gathungu na kwa Kamari. Mimi ni mmoja wa wazazi wenye wako na uchungu sana kwa kuuliwa mtoto wao mdogo, ako na miaka 14. Kuna uonga mtoto wangu ataamka aende shule apatane na hao watu na wamejificha huku kwa vichaka. Hofu iliyozuka ilisababisha hasara kubwa ya kiuchumi baada ya maduka yanayodai kumilikiwa na jamii ya Kisomali kuharibiwa vibaya na bidhaa zikitawanyika barabarani baada ya uporaji. Chanzo cha fukuto hili ni mauaji ya kijana wa miaka 14 anayedaiwa kuuawa na wafugaji wa ngamia, tukio lililochochea mashambulizi ya kulipiza kisasi. Walindaji wa ngamia warudishwe kwao, wakakae kwao hata tutaki kuona ngamia huko. Lakini shida ni ametokea hii watu kufugwa, yeye wako na ngamia, mbuzi ndio wanaingia huko Mkambani, alafu wanaua watu wa Mkamba. Sasa shida ni hawa ndio wanaleta shida. Sisi hapa town hatuna shida. Ni mzozo wa rasilimali ambao sasa umechukua mkondo wa umwagaji damu na kuzua mpasuko mkubwa wa kijamii, huku wakazi wakihimiza serikali kuingilia kati ili kutoa suluhisho la kudumu. Sasa tufungie biashara, sasa tumefungwa. Sasa hii shida serikali inafaa kuingia katikati. Hii suluhisho watu wanakuja kutoka hapa kuingia hapa county. So tunaomba serikali achukue hatua. Huku doria za usalama zikishika kasi, macho na masikio sasa yameelekezwa kwa viongozi wa eneo hili kuona ikiwa watachochea amani au ghadhabu itaendelea kutawala. Michelle Mwangi, TV 47.